TBS ni mdau muhimu sana katika swala zima la ubora wa chakula. Tunasema usalama wa chakula unapaswa kuratibiwa kuanzia hatua ya awali mpaka mezani. Kwa lugha ya kigeni tunasema farm to fork au farm to table. Kwa hiyo sisi kama TBS tunaingia hapo kati, wakati wadau wengine wakiwa kule kwenye hatua za mwanzoni za shambani, au kama ni ng'ombe au kama ni maziwa huko kule shambani, lakini inapofika hapa kati, baada ya kuwa yameshatoka sasa kwenye ng'ombe hayo maziwa, kinakuwa ni chakula, hapo TBS anaingia. Kwa hiyo utaona hapa wadau wanaohusika na usindikaji wa viwanda vya maziwa tuko nao, tunawakagua na kuwapa nembo ya ubora kwamba bidhaa zao ni bora na salama kwa matumizi. Wadau wa samaki, halikadhalika wadau wa bidhaa zingine kama korosho, wadau wa vyakula vyote wanavyoweza kuviona katika hiyo hatua ya kati ya mchakato kwenye kuongeza thamani. Kwa mfano, mkulima kazalisha mahindi, kishatoka wale mahindi yataenda kusagwa kuwa unga, pale TBS anaingia. Lakini inawezekana mkulima huyo anauza mahindi ghafi, hayabadilishi kuwa unga, tunasajili mahali ambako mahindi yanahifadhiwa, tunaita premise. Kwa hiyo ghala ambalo linahifadhi mahindi linapaswa kusajiliwa na TBS. Lengo pale ni kuangalia yale mahindi yanahifadhiwa katika hali ya ubora na usalama, kwa sababu yasipohifadhiwa vizuri yanaweza kuzalisha kemikali za sumu ambazo zikawa hatarishi kwa afya ya walaji baadaye. Nafahamu serikali ya mkoa wa Tanga kwa sasa imejielekeza sana kwenye kuhamasisha viwanda, na si mkoa wa Tanga tu, ni mkakati wa kiserikali kuhamasisha viwanda. Kwa hiyo kikubwa ambacho tumekileta Tanga, mbali na kutoa elimu kwa watu mbalimbali wa makundi mbalimbali, tumewalenga sana wajasiriamali na hapa ninaposema wajasiriamali wadogo na wakati, ni wale ambao mitaji yao iko chini ya milioni 75 ukiondoa jengo, ambao wanazalisha, na tunajua bidhaa hizi zinazozalishwa na wajasiriamali zina nafasi kubwa sana katika soko letu la ndani, na zingine pia zinaweza zikawa zinatoka nje ya nchi. Kwa hiyo serikali inao mpango maalum kabisa wa kuwawezesha wajasiriamali wadogo na wakati, kwa kuhakikisha kwamba wanapata usaidizi wa serikali ili bidhaa zao ziweze kuwa bora na salama. Na serikali kupitia taasisi zake mbili, kwa maana ya SIDO na TBS, na mpango maalum kabisa wa kuwawezesha wajasiriamali wadogo na wakati. Anachopaswa kufanya huyu mjasiriamali ni kwenda SIDO. SIDO kule atapata mafunzo yanayojielekeza zaidi kwenye njia bora za usindikaji wa bidhaa, kwa lugha ya kigeni tunasema good manufacturing practices, kanuni bora za usafi wa mazingira, good hygienic practices, lakini ni kiwango gani kinachotumika katika bidhaa husika anaoizalisha. Wao wakishamfanyia mafunzo ambayo mara nyingi yanakuwa wiki 2 mpaka mwezi mmoja kulingana na aina ya bidhaa anaoizalisha, wanamwandikia barua ya kumtambulisha kuja TBS, wanamjazia na fomu ya tathmini ya mtaji, na mdau wa namna hiyo anapokuja TBS atapata huduma ya kufanyiwa uthibitishaji wa ubora wa bidhaa yake au certification kwa gharama ambazo zitalipwa na serikali kupitia TBS. Hey, mizigo ya meli na ndege imefika. Sasa ni rahisi. Mizigo kutoka China, Dubai, Uturuki, India na Marekani inakufikia kwa muda mfupi sana. Safirisha na Simba wa Bahari. Salama, haraka na nafuu.